Mimi kwa majina naitwa Ali Manonga, ni naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania. Tupo hapa katika viwanja vya Nyakabimbi wilayani Bariadi mkoa wa Simiyu, katika kongamano kubwa la kitaifa la wafugaji ambalo limeunganisha wafugaji kutoka sehemu mbalimbali nchini. Sisi chama cha wafugaji tunahakikisha kwamba wafugaji wetu wanasajiliwa katika mfumo wa kielektroniki. Ili uwe mwanachama katika chama chetu cha wafugaji lazima usajiliwe katika mfumo wa kielektroniki. Tunazo simu vishikwambi ambavyo tayari viko na programu ya kusajilia wanachama wetu, na unapokuwa mwanachama kuna faida nyingi sana. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wanachama wetu kujisajili kuwa wanachama wa chama cha wafugaji Tanzania. Nini faida ya kuwa mwanachama wa chama cha wafugaji Tanzania? Kwanza, kama mfugaji unakuwa na sehemu ya kutoa ushauri ili kuhakikisha tunaboresha sekta ya mifugo, lakini unaweza kutoa maoni yako ukajifunza. Kuna elimu mbalimbali zinatolewa katika chama, lakini bado kuna fursa zingine nyingi kama fursa za mikopo, fursa za bima ya mifugo, fursa za bima ya afya. Tayari sasa hivi tumeshaingia MOU na taasisi mbalimbali kama vile taasisi ya bima ya NHIF ili kuhakikisha kwamba wafugaji wote wanapata huduma ya bima ya afya. Kwa hiyo tuna bima ya afya, lakini pia tuna bima ya mifugo. Ikumbuke kwamba kuna majanga mbalimbali yanaweza kutokea katika nchi. Mtu akapoteza, kama ambavyo unaweka bima ya nyumba au bima ya gari, basi hata ng'ombe ni mali, mifugo ni mali. Kwa unapowekea bima ya mifugo unakuwa na uhakika wa ufugaji wako. Lakini sio hizo tu, ndani ya chama kuna fursa zingine mbalimbali kama fursa za masoko. Unaweza kuuza mifugo yako nje ya nchi. Lakini pia kwa sababu kama hivi tuko katika chanjo, katika kongamano, lakini kesho kutwa tunafanya uzinduzi wa chanjo ya mifugo kitaifa. Hii faida yake ni nini? Ni kuhakikisha kwamba tunapata masoko mbalimbali ndani na nje ya nchi. Ili tuweze kuuza mifugo yetu lazima tuwe na hati safi ya ubora wa nyama zetu nchini. Kwa hiyo tunakuwa na uwezo wa kusafirisha nyama nje ya nchi, lakini tuna uwezo wa kula nyama iliyo bora. Kwa hiyo afya ya mfugaji itaboreka, lakini pia tutapata faida na ufugaji wetu utakuwa na tija. Kwa hiyo elimu zote hizi zinapatikana ndani ya chama cha wafugaji Tanzania. Ikumbuke kwamba wafugaji wetu wengi wanakaa maeneo ya mbali na huduma. Kwa hiyo kupitia chama chao wanapata fursa ya kuweza kufikiwa na sera za serikali, kufikiwa na huduma mbalimbali za chanjo, majosho, masoko zinawafikia huko walipo, lakini kwa kupitia chama chao. Kwa hiyo wito wetu kama chama cha wafugaji Tanzania ni kuhakikisha kwamba tunawakaribisha wafugaji wote. Tunapozungumza wafugaji, tunazungumza wafugaji wa mifugo yote, tukianzia mbuzi, kondoo, punda, ng'ombe, farasi, ngamia na hata kuku na samaki pia bado ni wafugaji. Kwa hiyo tunatoa wito, karibuni mjiunge katika chama ili tuwe na sauti moja kama wafugaji nchi hii. Asante sana. Vigezo ni vipi? Labda anatakiwa aje na kiasi gani aje? Kigezo cha kuwa mwanachama wa chama cha wafugaji Tanzania, kwanza, namba moja, uwe mfugaji. Huwezi kusajiliwa kama sio mfugaji. Namba mbili, ni ada ya wanachama ulipie shilingi 12,000 pamoja. Unapokuwa umejisajili kwa mara ya kwanza unalipia na hela ya kadi shilingi 10,000, kwa hiyo 22,000 jumla. Shilingi 10,000 ya kadi ya wanachama na shilingi 12,000 ya ada ya wanachama kwa mwaka mzima. Kwa hiyo hivyo ndio vigezo vikuu vya kuwa mwanachama wa chama cha wafugaji Tanzania. Katika kongamano hili kutakuwa kuna fursa za watu kuja kujisajili? Tumejipanga vizuri kama chama na tuko na vishikwambi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya usajili wa wanachama wetu. Ukiangalia, ndugu mwanahabari, hiki ni kishikwambi kwa ajili ya kusajilia wafugaji wetu. Hiki ni kishikwambi namba 8. Sasa wafugaji waje wasajiliwe katika mfumo wa kielektroniki kupitia vishikwambi tulivyo navyo na vijana ambao wamefanyiwa mafunzo sehemu mbalimbali nchini, na wengi wao leo watakuwepo na hata kesho mpaka mwisho wa kongamano siku ya tarehe 16 watakuwepo. Wafugaji wanaendelea kusajiliwa
na wanachama wanapata faida mbalimbali kuwa ndani ya chama.